Taarifa ya wazi kwamba kwa sasa hivi mwekezaji wa klabu ya Simba yupo kwenye kikao kizito sana na klabu ya Simba, kuanzia viongozi lakini pia hata wachezaji wenyewe, na kuangalia ni namna gani ambayo klabu ya Simba kwa msimu unaokuja utajiandaa vyema zaidi na kuhakikisha kabisa kwamba katika ile mipango ama pia yale malengo ambayo umekuwa yakiyatarget, ni kwamba cha ajabu ambacho kwa baadhi ya mashabiki wamekuwa ni waelewa kwamba kilichozungumzwa kwamba target ya Simba kwa msimu huu ambao tayari umeanza kuisha ni kwamba ilikuwa ni target ambayo nafikiri wao wameweza kuikamilisha, yani kama malengo basi wameweza kutimiza, kwa sababu wanachodai ni kwamba klabu ya Simba kwa msimu wa 2024-2025 ilikuwa ni katika kutengeneza timu. Kwa hiyo haijalishi kwamba Simba imeweza kuchukua nafasi ya pili, na hata kwenye michuano ya kombe la shirikisho imeweza pia kuchukua nafasi ya pili kwa sababu tayari umeweza kucheza fainali ya kombe shirikisho. Kwa hiyo ni wazi kwamba wao kama Simba target ilikuwa iko deal done, na ni moja pia jambo wale pia wana haki ya kujipongeza, licha kama mashabiki pia wamekuwa wakiumia labda Simba kukosa ubingwa, lakini si jambo la msingi kwa sababu kitendo macho kwa kuingiza wachezaji zaidi ya 5 na kukiwa na mabadiliko ya kusuka ama kutengeneza timu kuanzia kocha mpya na wachezaji wapya, ni jambo ambalo pia ni la kumsurprise sana mwekezaji wa klabu ya Simba, na mpaka hivi sasa amekuwa akijiuliza na akiendelea kumpa credit zake pia kocha Fadlu Davis ambaye ameweza kuifanikisha klabu ya Simba kuweza kushika nafasi ya pili kwenye ligi, tena kwa upinzani wa hali ya juu, na pia hivyo ameweza kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo ni wazi kwamba Simba imeweza kutimiza malengo yake. Sasa kuhusu msimu unaokuja, hapo sasa Simba ndo ipo katika malengo madhubuti ya kuchukua ubingwa wa ligi, lakini pia kama ni kuchukua pia ubingwa hata wa kombe la klabu bingwa ama kombe la shirikisho, hapo ndo kwenye mtiti. Kwa hiyo kwa msimu ambao umeweza kuisha ni kwamba malengo ya Simba yameweza kutimia, sijui kwa upande wa Yanga, na ndio maana pia kumekuwa na vikao sasa vya wazi kujadili Simba inapoelekea, kwa sababu tayari ligi imeshamalizika na ni kuangalia pia wachezaji ambao watakaoweza kubakia na watakao pia ondoka katika klabu ya Simba, na nitakupa pia idadi ya wachezaji ambao inaonekana kuwa iko nje na wazi sana ipo kwenye majadiliano kwa uongozi wa klabu ya Simba. Nikianza na mchezaji pia kapteni Fabrice Luamba Ngoma ambaye pia ni wazi dhahiri shaili, yani bila ya kupepesa macho, msimu unaokuja sidhani kama kuna 100% ya kuwa na kiungo mkabaji Fabrice Luamba Ngoma. Nikienda pia kwa mchezaji mwingine ni Ateba, Lionel Ateba, pia na yeye kuna 1% kubwa ya kuondoka ama kutokubakia katika klabu ya Simba. Huu ni ukweli usiopingika. Kwa hiyo aidha kutakuwa na nafasi ambayo ya kumwacha Mkwala aendelee kwa sababu tayari ameshaweza kuungana na timu, na pia kuna uwezekano pia wa mwamba Lionel Ateba kuweza kuachana na klabu ya Simba, na hapo pia mchezaji ama golikipa Musa Kamara kuna uwezekano wa kuletewa golikipa mwingine ili mradi yeye aweze kuwa kama golikipa namba 2 ama pia apate msaidizi, kwa sababu tayari kumeshaonekana pia kuna madhaifu kwa golikipa Pin Musa Kamara. Na ukiachana pia na hivyo, hivi sasa pia kuna changamoto kidogo kwenye idara ya ulinzi kwa Shomari Kapombe ambaye pia na yeye kuna changamoto ya kutafutiwa mchezaji mwingine, na hata pia mwamba pia Mohamed Hussein Zimbo Junior kwamba pia na yeye licha kama kuletewa Valentin Noma, lakini pia kuna 1% kubwa ya mwamba huyu kutafutiwa mchezaji ambaye atakuwa na uwezo ama spirit ile. Na ukiachana pia na idara hiyo pia the same kwa Chemalon Fondo katika idara pia ya ulinzi pia kumonekana pia kuna madhaifu ambayo Simba bado inahitaji kuona wachezaji ambao hawana makosa kijinga. Yani ukijaribu kuangalia pia kwa muda ambao ameweza kuchezea Chemalon Fondo, hata Henok Inonga Baka hakuweza kuwa ni beki wa aina hiyo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Simba bado inahitaji kupata mabeki, na katika idara ya ulinzi iendelee kuimarika kwa sababu tayari kumekuwa na madhaifu. Hata tu ambavyo Simba na Yanga waliweza kucheza kwenye dabi ya mwisho, unaona kabisa kwamba kwenye idara ya ulinzi Simba bado wana changamoto. Katika madhaifu ambayo yameweza kuonekana wazi bila chenga ni katika idara ya ulinzi, lakini
hebu twist kwenye klabu ya Yanga ambapo tayari kumesha kuwa na kidogo na ulinzi ambao umeanza kuimarika, kwamba hata kama hayupo Yao Kwasi Athola, lakini sasa hivi ameweza kupatikana kijana ambaye ni mwenye umri mdogo na yupo katika kasi nzuri ya kuweza kuwa ni bora katika kikosi cha Yanga, ambaye ni Israel Patrick Mwenda. Na huyo ambaye leo hii Simba wanaweza wakamjutia kwa sababu walimdharau na waliona kwamba muda wake ni bado wa kumweka na kubadilishana katika nafasi ile na Shomari Kapombe, lakini hivi sasa yupo panga pangua kwenye kikosi cha Yanga. Na unaona kabisa kwamba kwenye idara ya ulinzi ya Yanga kidogo imeweza kukaa vizuri, kwa sababu kuna Dickson Jobu, kuna Ibrahim Baka, lakini pia kuna Shadrack Boka, Isaka. Unaona ni wazi kabisa kwamba ni idara ya ulinzi ambayo imeweza kukaa kamili gado, yani kwamba anaweza akafanya mistake Ibrahim Baka, lakini akaja ka clear Dickson Jobu, na anaweza kufanya Dickson Job mistake lakini pia ikaja ikafanyiwa pia marekebisho na Israel Patrick Mwenda. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Yanga kidogo kwenye idara ya ulinzi haitokuwa na changamoto sana kushinda klabu ya Simba, katika ingizo jipya ni lazima wawezi kuhakikisha kabisa kwamba wanafanya usajili wa idara ya ulinzi, lakini pia kwenye idara pia ya kiungo pamoja pia na ushambuliaji bado Simba wanahitaji pia kurekebisha na kuhakikisha kabisa kwamba wanapata watu ambao watakuwa ni bora zaidi katika eneo la mashambulizi. Cha msingi bwana, ukiwa kama moja ya mdau ambaye uko nasi, pia dondosha komenti zako, lakini sawa pia kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Hatboy Media.